Haya, okay, tunaendelea na ufundishaji. Leo tunazungumzia kipindi muhimu sana. Tunasoma about irregular plurals, yani namna kutengeneza wingi bila kuongeza s. Yani irregular plurals, yani wingi unaobadilika hovyo hovyo bila kutumia s, es or ies, as well as bila kutumia vowels, kama unavyosema book books, pen pens, bell berries and wife wives. Kwa hiyo hizi ni irregular plurals, atuongezi s. Maana watu wengi wamekalili wingi wa Kiingereza lazima ongeze s. Mfano, child, children, mtoto, watoto. Man ni mtu au mwanaume, men ni watu au wanaume. Woman mwanamke, women ni wanawake. Tooth jino, teeth meno. Foot mguu, feet miguu. Person ni mtu, people watu. Mouth panya, mouth panya. Goose bata mzinga, geese bata mzinga. Haya, na kuna ox ng'ombe na oxen ng'ombe. Kwa wingi wa ox ni oxen. Kuna umuhimu wa kuzijua hizi irregular plurals. Kwa hiyo video inayofuata nitawafundisha kwa nini kuna umuhimu wa kuzijua hizi irregular plural. Lakini yote kwa yote, usahau kusubscribe, kushare, kucomment na kadhalika. Nawapenda sana.